Januari 21. Jumatano. Mwaka wa 2026. Utukufu wa Bwana ukatokea katika hema la kukutania. Hesabu 14:10. Lakini kusanyiko lote likazungumza kuhusu kuwapiga kwa mawe. Kisha utukufu wa Yehova ukawatokea Waisraeli wote kwenye hema la kukutania. Unapoelewa Injili na maombi, unaanza kuona 24, 25 na milele. Wale wanaoona masaa 24 ni tofauti, kwa sababu majibu ya Mungu huanza kwa wale wanaoshikilia agano lake masaa 24 kwa siku. Majibu ya aina gani huja? Kwanza ni utukufu wa kutoka masaa 25. Miujiza 10 ilitokea kupitia Musa ambaye alishikilia agano la dhabihu ya damu. Baada ya kutoka Misri, Mungu alionyesha nguvu zake kwenye bahari ya Shamu. Wakati wa safari ya jangwani, Mungu alitoa siri ya sikukuu 3, sanduku la agano na nguzo za wingu na moto ili wasishindwe kamwe. Pili ni utukufu wa Kanaani masaa 25. Katika Kanaani kulikuwa na makabila 7 na wafalme 31 ambao waliabudu sanamu, lakini walisikia juu ya kazi za Mungu zilizofanyika wakati Waisraeli walipotoka Misri na wakati wa jangwani. Mioyo yao iliyeyuka kwa hofu. Haijalishi wengine walisema nini, Kanaani ilikuwa nchi ambayo Mungu aliahidi kwa ajili ya uinjilisti wa ulimwengu. Tatu ni kumwamini Mungu na kutembea katika njia ya imani masaa 25. Asilimia 99 ya watu huchagua kutoamini kulingana na mazingira na hali zao, ingawa wanajua mpango wa Mungu ndio mpango wa uhakika. Lakini watu wana ushindi mwishowe kwa sababu ya 1% ya watu wanaoshikilia agano la Mungu. Unapoabudu, utukufu wa Mungu huonekana bila kuonekana kwa macho. Mungu hulinda remnant kwa utukufu wake, hivyo omba ili kufanya ibada ifanikiwe zaidi. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba utukufu wako uje juu ya kanisa langu na mimi. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.